maamuzi ya mwalimu aliyoyafanya. Pengine kwa wewe tukigusia kidogo kiufundi kabisa, uliona Yokwasi alihitajika kupumzika kwenye dakika kama zile na timu inahitaji matokeo? Kama Samsimba, hayo ni maoni yangu. Kwa sababu nikikurudisha nyuma mechi ya Muungano, fainali ya Simba na Yanga, Yokwasi alitolewa, timu ilipotea. Si ndivyo? Tarehe 3 dabi, Yokwasi aliingia, timu ikaleta uhai na timu ikaweza kusawazisha. Nini kina happen kwenye kichwa chako kwenye hiyo moment? Ina maana ni mtu muhimu ambaye anakwenda kuipushi timu, si ndivyo? Sasa ukiangalia Yanga walikuwa wanatengeneza nafasi, mastreka walikuwa wanashindwa kwenda kuzikombeti zile nafasi kuwa magoli. Ana striker wawili piwa, mtu kama Prince Dube ana depth, toa mmoja, ingiza kiungo, tengeneza nafasi. Sijui unaelewa brother? Sababu ukiangalia Prince Dube asili yake sio kustick katikati, anakutokea pembeni. Unapomwingiza Buba naye anakwenda kutokea pembeni, ina maana unaenda kujikaba, si ndivyo? Kwa ilikuwa inahitajika aimuingize Abubakar Shwaboi au aingize kiungo yote ambaye anaamini anaweza pale kwenda kudominate, kwa sababu alikuwa na kiungo mmoja. Ukiangalia shape ya Yanga ilikuwa kama umbo la Simba, juu limetanuka, chini wamebana, walikuwa hawana viungo. Kiungo alikuwa ni mmoja tu ambaye ni Duke Abuya. Max ukimwangalia alikuwa kama anatokea pembeni, sijui unaelewa. Ukimwangalia kaenda kufanya sabu ya kumuingiza Buba, kama timu alikwenda kuikaba. Kwa hiyo angalia Alan Okello, kazi aliyoifanya nzuri. Ina maana ili angeitoa pasi kwa wale wasingefunga goli. Alipopewa ile pasi ya mwisho ndani ya msitu ya mabeki wa KMC, akaamua kufanya maamuzi ambayo ni magumu na kupiga na kuweza kumpoteza golikipa na kuwa goli. Kwa hiyo mimi hayo ni maoni yangu. Amefanya sabu pua kocha, lakini kwa sababu watu wanaweza wasione kwa sababu timu imepata matokeo, lakini hii inaweza kuja kumkosti kwenye mechi zinazokuja, sababu unaweza ukakutana na watu ambao wanafanya marking nzuri. KMC wamefanya marking nzuri sana leo, ila walikutana na timu kubwa ambayo inaweza kufanya maamuzi kwenye eneo ambalo wewe utegemei. All mechi imeisha, Yanga inatakiwa wajipange. Kuna makosa, kocha aende kwenye uwanja wa mazoezi akangamue nini ambacho anahitajika kuwafundisha wachezaji wake. Kwa mara ya kwanza wana Simba mmejaa kwenye gemu ya KMC dhidi ya Yanga, na leo hii Simba anacheza kule Mbweni. Hamjaenda kwenye gemu yenu, mpo kwenye gemu ya Yanga. Pengine ndio ile ubaya ugwela kwamba tutacheza na mechi zao, unaanza kufanya kazi. Siku hizi teknolojia imebadilika. Gemu inaanza saa 1, imeanza saa 10. Kama ni mtu wa mpira unahitajika ushuhudie mechi zote, sababu tupo mechi zote tunacheza Dar es Salaam, viwanja viwili tofauti, muda tofauti. Wewe kama ni mtu wa mpira unaweza ukajaribu kuhudhuria mechi zote mbili na ukaweza ukafanya comparison ya mechi zote mbili. Kwa hiyo mimi nahisi kwa mtu atakaye kwenda kwenye doubt yoyote kuhusu sisi kuwa kwenye mechi ya Yanga, basi atakuwa sio mtu wa mpira. Kikubwa ni kuangalia huyu ni mtu wa mpira, anakosekana kwenye mechi au la hakosekani. Mimi sijawahi kukosekana, kama labda ninakuwa na afya nzuri, sijawahi kukosekana kwenye mechi ya Yanga au mechi ya Simba. Hata juzi kwenye dabi nafikiri brother mimi nilikuwepo. Leo muda unaruhusu kuwepo KMC, nimekuwepo. Kwa hiyo nahitaji kuwalisha watu kitu ambacho mimi nimekiona kwa macho yangu. Sihitaji kuwalisha watu ambao wanaifuatilia Kishamba Media eti kuwalisha kitu ambacho hakipo kwenye uhalisia. Mimi wasipendi. Bwana Okello, tumalize na Okello. Mechi ya pili anawaka. Mechi ya kwanza alimlisha nyasi pale Rushaine. Mechi ya pili anakuja kwa hapa alama 3 Young Africans kwenye mchezo muhimu kabisa. Kiwango cha Alan Okello kinapanda kinashuka, kipo pale pale. Ukimwangalia Alan Okello jinsi alivyokuja, watu wengi walileta vitu vingi sana kuleta kumzodoa, kumbeza, hasa sisi Simba Sports Club, kwa sababu tuna asili ya kutokuwa na uvumilivu na wachezaji wetu. Alan Okello uzuri wake, ubora wake, baada ya kuja huyu jamaa msaidizi wa kocha Pedro, alikuja na kuweza kuona kwamba ana uwezo wa kucheza katikati kama namba 9 kivuli, si ndivyo? Na kuweza kulainisha vitu vingi sana, na ndo kazi ya kocha msaidizi. So umekaa pale tu, kuna vitu unaweza kumshauri kocha, sababu yeye alikuwa analazimisha kumtoa pembeni Alan Okello. Ilikuwa kule ni kazi ngumu sana. Angalia shughuli anayoifanya pale katikati Alan Okello. Na mimi nawaomba management ya Yanga, kama ana mkataba wa miaka 2, wamuongezee miaka 5 na miaka 7. Naam, at least ile ni pesa. Umri wa Alan Okello ile ni pesa. Dar es Salaam Africans, mimi nakwambia blaza, hifadhi Alan Okello, Yanga anapita. Yanga watakuja kupata pesa ndefu sana kupitia kwa yule dogo, kwa sababu kila kukicha kuna vitu anavifanya, endapo hata assist atafunga goli. Kwa kuna kazi nyepesi ambayo ameifanya, tumeona. Sasa hivi Prince Dube amekuwa anafunga magoli mepesi, tena sio ya jasho, ni laini ambayo anaweka kwenye kamba. All mimi kwangu mimi on the best Alan Okello ndani ya Dar es Salaam Africans. Asante sana brother.